are blessed. You are blessed. Unabarikiwa. You are blessed to be in the presence of God. Unabarikiwa presence ya Mungu. Because many people Watu wa mingi sana they are willing to be in the presence of God, but they cannot. wanapenda kuwa presence ya Mungu hawawezi. But you, God has favored you to be in His presence. Mewe Mungu anapata tena neema kuwa presence yake. That's a powerful things you need to glorify God. Ile ni kitu kia maana sana, hiyo unapaswa kumshukuru. It's good to be grateful to God for whatever things He's doing. Ni mzuri kwa ujue kizuri kenye Mungu alikufanyiziaka. A man sing these songs because he realized how God was so nice to him. Mwanaume mwali alimba nyimbo moya kwa jua alikumbuka kizuri kenye Mungu kwa njoo maisha. He realized how God was protecting them. Aliangalia jinsi Mungu na walinda. He realized how God was doing wonders and miracles in their lives. Anakumbuka jinsi Mungu alikafanya miracles na vitu minene sana maisha yao. And he ended up to say, I cannot compare my God to anyone. Na akasema siwezi fanya Mungu wangu sawa wa Mungu wengine. And he said, j'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur. La vie éternelle, oh, il m'a donné, et je suis allé à perpétuité. Oh, j'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur. La vie éternelle, oh, il m'a donné, et je suis allé à perpétuité. Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ, l'iniquité, ah oui, des tribulations, ni or, ni argent, ni domination, rien me séparera de mon sauveur. Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ, l'iniquité, ah oui, tribulation, ni or, ni argent, ni domination, rien me séparera de mon sauveur. He said, God, Anasema Yesu Mungu, angels, bamalaika, God, Mungu, or diamond, hata madiama, money, pesa and people, na watu they could not separate me. hawawezi nipeleka mbali na Mungu. Because you are number one in my Kwa kuwa heart. ni number one Mungu You are yangu. number one in my Wewe ni family. number one jamaa. You are number one in whatever things I'm doing. Wewe ni number one kwa kila kitu kile And ninafanya. I cannot compare you to any person. Na siwezi kukompare na kitu chochote. So when you are moving with God, So natembea na Mungu, be ready ukuwe tayari to give God the first position. kupatia Yesu ile nafasi ya kwanza. You know, to be a worshiper Unajua kukuwa mwabudu is not just a simple slogan. haiko tu kitu kia teketeke, It's not just a word, haiko tu maneno, but it's a life. ni maisha. Am I talking to someone? Amen. So you cannot compare God to money. Hauwezi kukompea Mungu na pesa. You cannot compare God to the house. Hauwezi kukompea Mungu na You nyumba. cannot compare God to a marriage. Hauwezi kukompea Mungu na ndoa. Because God is special in your life. Kwa hiyo Mungu ni mtu wa maana sana And maisha God yako. will remain special forever. Na tabakia mtu wa maana sana. That's why you need to take all the rubbish out of your mind. Chuma unapasha tosha kila kitu kyote hakina maana maisha. You want to come to church and you say, Papa, on Sunday I was about to come at church. When I want just to get out some visitors, they came. Unasema ke Sunday nipenda nikie ku church wageni wakakuya sikukuya tena.
That is putting God in the second position. Ile ni kutia Yesu mu second position. Why don't you, when you want to go to work, and then some people they come in the morning, you say, "Our boss, manager, I wanted to come to work today, but when I was going out, some visitors they came. That's why I'm absent." Ingekuwa kukazi au ungepashwa sema ke no manager lakini balikia chuma na sikukia kukazi au sema vile. Because we are getting God for granted. Kwa hiyo sisi tuko na kamata Mungu saa kitu kenye tuna cha maana. The day you will realize how God is important in your life, siku utajua ke Mungu ni wa maana sana maisha yako. you will give him the first position. Utampatia ile place ya kwanza. And you will tell everybody around you, God is number one in my life. Utaambia kila mtu pembeni yako ke Mungu ni number one maisha yako. And you will remain number one forever. Na tabakia number one milele. And the Lord will bless you more and more and na more. Mungu atakubariki May God help us so that we may give him the first position. Mungu atusaidie sana tumpatie ile place ya kwanza. In the mighty name of Jesus. Amen. Oh my God. So we are going to read in the book of Exodus. Tutasoma book ya Exodus. Exodus 10. Exodus 10. Verse 10. I'm going to read from verse 24 and 25. Glory be to God. Amen. Are you ready? So, this one with the Bible we are having here is in French. So, I'm going to read it. Pharaon appela Moïse et dit, allez servir l'Éternel. Il y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront. Et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire pour les sacrifices et de l'holocauste à nous offrir à l'Éternel notre Dieu. Gloire soit à Dieu Jésus. 26. Nos troupeaux iront avec nous. Et ils ne resteront pas un homme, car c'est là ce que nous rentrons pour servir l'Éternel notre Dieu, jusqu'à ce que nous soyons arrivés. Nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Oh my God. This is a powerful word. Ili kitu kia nguvu sana, ni maneno ya nguvu sana. It's talking about the people of Israel when they were in captivities in Egypt. Inaongelea watoto wa Israeli sana kutoka kufungwa ku Egypt. And then when God was about just to set them free, na Mungu alipenda bache huu, and Pharaoh was trying to fight with God. Na Farao alipenda kugombana na Mungu. Let me tell you, everybody can become enemy of God. Kila mtu ataweza kuwa adui ya Mungu. Everybody can fight God. Kila mtu ataweza kugombana na Mungu. But one thing we need to know, kitu watu tunapaswa jua, no one will become a winner. Hakuna mwenye ataweza. You can engage the battle with God, unaweza tarisha vita na Mungu, but you shall be the loser. Wewe utapoteza. Because God Mungu is the winner forever. Yeye ni mtu wa ushindi milele na milele. When he enters in your life, anaingia maisha yako, he will bring the glory and favor. Ataleta maglory na mafeva. When he enters in your life, anaingia maisha yako, he will make you a winner. Atakufanya wewe mtu wa ushindi. When you open the door of your heart, unafungula milango ya and you let him enter into your heart, unamwacha ingie moyo yako, and the Lord will make you to become a winner. Na Mungu atakufanya wewe uwe mtu wa ushindi. So Pharaoh was engaging the battles to God. Farao alitarisha vita na Mungu. And they was fighting with people of Israel. Na alikuwa gombana na watoto wa Israeli. Until one day, mpaka siku moja, he was beaten a lot. Akapiganisha Mungu. He was beaten at better maybe. Alipigiwa sana. He was beaten a lot. Sana na Mungu. And then he called Moses in the morning. Na kaita Moses kusubuhi. He said, Moses, come. Akasema, Moses kuya. We are tired of you. Tunakuchoka. We want you to leave our country. Tunapenda uache nchi yetu. We want you to leave our city. Tunapenda uache city yetu. But only kama your sheep kondoo zako will remain here. Zinabakia hapa. But you, meweye, with your children, na watoto yetu, you can go and adore your God. Mteza enda kuabudu Mungu wenu. Am I talking to someone? Amen. And Moses said, neither. Na Moses akasema hapana. We shall leave this country. Tutacha hii nchi. With our family. Na jamaa zetu. With our children. Na watoto wetu. With our
things belong to na us. kila kitu kenye kiko kietu. When God is about to set you free, Sasa Mungu anataka kuacha huru. the power of evil will not let you go. Nguvu za shetani hazitakuacha uende tu vile teketeke. The power of evil will not allow you to be totally free. Nguvu za shetani hazitakuacha wewe uwe free. That's why you are seeing some people, Joma unaona watu wengine they themselves they are delivered to love God. au wanajiacha kupenda Mungu. They repented. Wanalomba msamaha. Those people they follow God, Wale watu wanapata Mungu, but their house nyumba zao is still pagans. ingaliki yenyewe yatengenezwa mzuri. Their pocket, Mifuko wao it doesn't serve God. haitumikie Mungu. They can clap for God, Wataweza pigia Mungu they can come makofi, in church, wataweza kia kanisani, but their property mabitu yao cannot serve God. haitumikia Mungu. So Pharaoh told Moses, Farao kaambia go Moses, and serve your God, wewe tumikie Mungu but wako, let your things here ndio behind. wache vitu yako yote hapa. Moses said, neither. Moses akasema We shall hapana, go tutaenda with my children, watoto yangu with my money, with my property, with all the things belong to na me, kila kitu kiko kyangu, because all the things we possess must adore God. kwa juu kila kitu kiko nacho ifo kinapashwa abudu Mungu. Even your clothes Hata manguo zako must adore God. zinapashwa abudu Mungu. Am I talking to someone? Amen. You cannot wear as everyone. No. Hawezi vala saa kila mtu. When you dress up, people So they have to navala. see the glory of God. Watu wanapashwa ona glory ya Mungu. You see Kadola? Unaona mama Kado iko When you see smart. her, So namuona nasema mrunji. You see Mama Lucy, you say, oh, Unaona my mama God. nasema Mungu. Some malaika kashuka mbinguni. But there is some people when they dress up, Mekuko wengi watu wakavala, the first image they gave is a prostitute. image ya kwanza wanapana nje ni ya So malaya. the day you are dressing up, So unavala it will glorify you. itakuonesha jinsi It wewe will give a message who you are. itapana message jinsi wewe. If you want people to respect you, Kama unapenda watu then you wakuheshimie, have to dress up with respect. unapashwa vala na respect. Am I talking to someone? Amen. Am I communicating to you? Amen. Am I communicating to you? Amen. So when you are dressing up, So unavala, you have to adore God with your clothes. unapashwa abudu Mungu na mavazi yako. When you are talking, So unaongea, you have to adore God. unapashwa abudu Mungu. So whatever things which is in your house, Kila kitu kiko nyumba you yako must worship God. kinapashwa abudu Mungu. We just don't worship God I myself, Sisi tu abudu Mungu, hatuwezi tu abudu Mungu wewe peke. but whatever things is around us, Unapashwa abudu Mungu na kila kitu kiko na whatever things is in our house, kila kitu kiko nyumba yako must worship God. kinapashwa abudu Mungu. Because we are worshippers. Kwa hiyo sisi tuko waabudu. You cannot be a worshipper Asikuwa mwabudu, when we enter in your house. so naingia nyumba yako, We see a big picture of Fally Ipupa. tunaona picha ya Fally Ipupa. Am I talking to you? Amen. Am I communicating to you? Amen. No poster has the word of God in your house. Hakuna hata picha yenyewe iko pale ya sura ya Mungu. All your posters adore other things. Mapicha zote ziko nyumba yako zinaabudu kitu kingine. Moses said, I will leave this country Moses alisema ndaacha hii nchi with all who belongs to me. na kila kitu kenye kiko kyangu. Because we don't worship Kwa God hiyo bila kumwabudu Mungu just like that. vile tu We worship God with our money, Mungu na pesa with zetu our property, na maproperty with zetu, our clothes, na nguo and with our family. na chama yetu. When you are moving with God, So natembea na Mungu, don't let your family behind. usiache chama yako nyuma. When you are living with God, Sasa unaishi na Mungu, don't leave your property behind. usiache vitu vyako nyuma. Because whatever God is giving you Kwa hiyo kila kitu Mungu anampatia is to worship Him. ni mwabudu Mungu. When you receive something from God, So napata kitu kia kutoka kwa God is Mungu. giving you that things to worship Him. Mungu anakupatia kwa ajili kimwabudu. When God gives you a job, Mungu anakupatia kazi. He wants you to worship Him through that Anapenda job. wewe mwabudu kutokea kunjia ile kazi. But people, what they do, Kenye watu once wanafanyika, they get a better so job, wanapata kazi nzuri,
They have no time for God. hawana tena muda ya And Mungu. God is asking himself question. Na Mungu anajiuliza, I am the one give you this mimi job, nilikupatia ile kazi. but you are not giving me time. Umewao kunipatia muda You yako. are busy with your job, Uko busy na and kazi you yako. forget I am the source. Na unasahau kama major source. When you are a woman, you want to love someone. Sasa uko mwanamke unapenda upende kitu au mtu. Don't love the property of money of that person, Usipende mabibi ya ule mtu. because you will be a loser. Kwa hiyo utakuwa mtu akupoteza. But if you win the heart of that person, Kama unagusa roho ya ule mtu, you will get whatever belong to that person. utapata kila kitu cha kutoka kwa ule mtu. But when your target is money, Kama unapenda pesa you will zake, be a loser tomorrow. wewe utakuwa kupoteza. So when you are following God, Kama unafuata Mungu, don't love the blessings God gives. usipende mabaraka yenye Mungu iko napana. Don't love the cars, money, husband God gives. Usipende ile magari bwana wa Mungu kwa kupatia. But love God with your heart, Upende Mungu na roho yako. and God will send you a better husband. God will send you a better job. God will send you a better person. God will give you a better house, because you love God. Kwa chuo napenda Mungu. Am I talking to someone? Amen. So don't love God because of things, Usipende tu Mungu jua vitu. because things will remain here. Kwa tu vitu vitabakia. You can buy 10 million houses. Utaweza uza manyumba mingi. The day you will die, Siku utakufa, they will make a small coffin for you, watakufanyia sanduku kidogo and you will be put in na utatiliwa ndani without any plots, bila kutia manjanja, without all the money, bila ile mapesa, without clothes. bila mavazi. Am I talking to someone? You will Amen. go like that, Utenda tu vivi. and all those things will remain. Na ile vitu vyote vitabakia. But when you love God, Kama unapenda Mungu, even if you die, unakufa, God will be with you, watakuwa na and you wewe. will get a second chance Utapata chance ya to pili enter the kingdom of heaven. kuingia kingdom ya Mungu. Remember, if we are coming in church, Kumbuka kama tunakia kanisani, we are not coming in church because we need money. atukie kanisani kwa juu We are not coming to church because we need a word. Atukie kanisa kwa juu We are not coming to church because we need to be rich. Atukie kanisani kwa juu tunapenda tukue. But we are coming to church because we want to enter the kingdom of heaven. Tunakia kanisani kwa tunapenda tuingie mu kingdom ya Mungu. That's the reason why we are praying. Ile ndio ma reasons inatutuma tuombe. To have access in the kingdom of heaven. Kupata ile chance ya kuingia mu kingdom ya And to Mungu. enter the kingdom of heaven, Na kuingia mu kingdom ya you Mungu, have to love God. unapaswa penda Mungu. Not the things of God. Hapana vitu yenye Mungu kunampatia. Not the glory of God. Hapana glory ya Mungu. Not the house God can give. Hapana nyumba yenye kwa pesa But hapana. love God with your heart. Mpende Mungu na roho And yako. when God will see that love, Na sasa kwa tangalia mapenzi, He will give you the things you will not even ask. atakupatia vitu na yenye utalomba. Those things will come in your Ile life vitu itakuwa maisha because yako. God is seeing your love. Kwa juu Mungu kunaangalia maisha Am yako. I talking to you? Amen. So when you love God Kama unapenda and you Mungu, give Him the first position, tunakupatia first position. God will provide beyond of your things which you want. Mungu atakupatia vitu vyenye wewe hauwezi hata kubawa. That's why Ndio maana in Egypt, mu Egypt never let any of your things behind. usiache kitu kyote kya kwako nyuma. Am I talking to you? Amen. When you are moving with God, So natembea na Mungu, make sure make you sure are moving with all your things. uko natembea na kitu kyako And kyote. then all your things, Ukamate vitu yako you yote. must adore God. Inapasha kumwabudu When Mungu. you want to buy a clothes, Kama unapenda uuze nguo, we are not supposed to buy clothes as everybody. atupashwe tu kuuza manguo sawa watu wote. Am I talking to someone? Amen. Am I communicating to you? Amen. When we go and buy clothes, we have to choose, is this clothes worshiping God? Kama unaenda chakula nguo napasha jiuliza, hii nguo inapendeza macho ya Mungu? If not, don't buy it. Kama unawaza kiasi pendeza Mungu siuze. Am I talking to someone? Amen. I have a friend of mine, he likes to dress up so much. He sent me some pictures, say, "Oh, prophet, I have new things here, new suits, no, nice things." Niko rafiki yangu anapenda kavala sana anauza kabisa ananitumia kase, prophet napata vitu mingi sana mzuri. They told me these things are new. Ananiambia hivi kingaliki mpya. When I keep checking it, Sana naendelea na kuangalia. I said to myself, if I dress up these things, Najiuliza kama mimi navala hivi vitu. I become like a musician. Na kwa sababu musician.
A lot of shining. Vitu ya kuangarangara. Am I talking to someone? Amen. Am I talking to someone? Amen. So, the day you are dressing, the way you are dressing will show Njia yenyewe uko na vala inaonesha you are from where. itaonesha kwenye unatoka. As we have been living in Uganda, Sisi kuko mango anaita Gomez. when you show them dressing up like that, Sama unaonekana kuvala you know that hivi. these are Baganda. Watajua ki aba ni Baganda. Am I talking to someone? When Congolese they dress up, you know that these are Congolese dressing. Kama wakongomani wanavaa watasema aba ni When wakongomani. Nigerian they dress up, you know that those are Nigerian dressing. Sawa Nigerians wanavaa utajua kama wale ni wa When Indians Nigerians. they dress up, you know that those are Indians. Na wa Indians wiko na njia yao. And when the citizen of heaven they are dressing Na up, wa citizen wa mbinguni sawa wanavala. you will say these are worshippers of Watasema God. hawa ni waabudu ya Mungu. Am I talking to someone? Amen. We are living in this world, Tunaishi mwa hii nchi, but mwa we hii are not dunia. found in this world. Hatuko wa hii So we dunia. are not supposed to do what people are doing. Hatupashwi fanya penye watu wengine kuna Because we fanya. have our city, Kwa hiyo sisi tuko na we sisi have our yetu, country, tuko na nchi which yetu is heaven. yenye ni So mbinguni. whatever things we are doing, Kila kitu kile tutafanya must worship God. kinapaswa mwabudu The Mungu. word is coming out of our mouth. Maneno yanatoka mkinywa Must zetu worship God. kinapaswa mwabudu A Mungu. friend we need to have Warafiki tunapaswa kuwa nao must worship God. wanapaswa mwabudu Mungu. You can't have some friend when you look at them, they look as robbers, as thieves. Au kuwa na warafiki sawa na wangana wanafanya wamwizi. How can you work with criminal friends? Utaweza tembea na wamwizi. You see the face of your friend, you say, but am I talking to someone? Naangalia sio haki yako naogopa. It makes you scared. Inakuogopesha tawe peke. Am I talking to someone? Amen. You have to choose the best friend. Unapaswa kuchagua rafiki wa mzuri. The best friends. The Marafiki friend wazuri. who will push you to worship God. Warafiki watakutuma kumwabudu Mungu. So moving with God Kutembea na Mungu is like living in jungle. iko za kuishi mpori. When you go to jungle, So nenda mpori, the lions, lion, simba, they don't stay with sheep. haibaki yake na mambuzi. They don't stay with goats. Haibaki yake na mambuzi. When you see the group of lion moving, So naona group ya simba siku it's natembea only lions. na watu wa simba. When you see the bear, So unaona but maybe Yeah. I so unaona mameme, makondoo, they move together. natembea kasi Why? Jwani. Because they look alike. Kwa hiyo They have the same zinafanana. attitude. Siko na They have the attitude same ya character. siko na That's why they character. move around. Ndio maana wanatembea pamoja. But when you go to see lion, Me kama ndaona simba they don't move with elephant. aitembeake na elephant. They move Inatembeaka themselves ayo peke. as a lion because they have the same vision. Watu siko na They have vision the same moja, character. siko na character They moja. believe in one thing. Siko na imani mkitu They moja. believe elephant is a food for them. Azo mawazo na waza ke elephant ni chakula yao. So if elephant try to join them, Kama elephant inaitika kwenda katikati yao, they will eat it. watakule They ile say, oh, elephant. thank you God, you have given Watasema us Yesu a lunch. asante watupatia We have chakula. our supper right now. Tunapata sapa yetu When they sasa. meet a group of deers, Sasa wanaenda mgrupu ya they say, mango. oh, thank you Lord to remember us. Wanasema Yesu. Now we are gonna eat. Sasa tutaenda So some kula. friend of yours, you have to eat them. Huko rafiki wengine unapaswa kuwakula. Travail manuel. Kuwakula When you mzuri. put it in your way, Sasa wanaingia you have njia to yako. kick them out of your life. Unapaswa kuwatosha maisha yako. Because they will not think like you. Kwa hiyo watawaza sawa They will wewe. not talk like you. Hawataongea sawa They will wewe. not bring you the things of God. Hawatakuletea vitu ya Mungu. They will just come and gossiping. Watakaa kukutekana. Those are friends, when you see them, they come. You don't know what is happening in Cleveland. Wale wanasema wanafika na kuuliza, "Haujui mimi kwa tena They mkristo?" have a news for every person, every house. Wiko na maneno ya kila nyumba ya kila mtu. And you tell you, if you need news, you just contact me. I Wanakuambia will kama tell unapenda you. upate mababu, ni contact nitakwambia. Let me tell you, the news of the person who is next to you is not important to you. Mababu yenye mtu weko pembeni yako haiko ya maana sana. What the person is next to you is doing is not important to you. Kenye mtu weko pembeni yako kunafanya kiko kia maana sana. You have a lot of things to perform for yourself. Unapaswa kufanya huko na vitu mingi To please God. kufurahisha So Mungu. no,
spend your time Usipoteze muda yako gossiping. kutetana. Don't spend your time Usipoteze muda yako with friends who are pushing you far away from na God. marafiki wako na kutuma mbali na Mungu. Don't spend your time Usipoteze muda with yako friends who are just coming. Hey, we have a party Saturday. huko pale Saturday. Let us prepare ourselves and buy new clothes. Twende tuuze manguo mpya. But when you tell them, hey, we have a Sunday, this Sunday we have a mighty service, you say, Tuko na church Sunday. me, I don't like those things of pastors. Sema mimi atutwende vita ya So, pastor. how can you keep such friends? Sasa utaweka rafiki vile Those who move together, they resemble. wewe wanatembea pamoja wanafanana. Those who move together, they have the same mind. Wewe wanatembea pamoja uko na akili moja. Those who move together, they have the same vision. Wewe wanatembea pamoja uko na vision moja. Don't waste your time. Usipoteze muda yako. Tell Pharaoh, Farao I will leave your country alisema kindaacha nchi yako with my wife, na with my children, na mke wangu na watoto with yangu all belongs to us. na kila kitu kenye kiko kyangu. When you are worshiping God, Sasa unamwabudu you Mungu. just don't worship God with your mouth. Haupashi tu kumwabudu Mungu na maneno na kinywa yako. Even your body must worship. Hata mwili yako unapaswa kumwabudu Mungu. Even your pocket Hata pocket yako unapaswa must worship God. You know, we have some people in church, Na hata tuko na watu wengine they mkanisa. themselves, they are repented. Hao peke ni watu wa kulomba msamaha. But their pocket Mifuko yao is not repented. haiombake msamaha. Am I talking to someone? Amen. Those are people they can adore God. When you say, adore God, oh God, you are so nice. Wale tu watu ukasema I'm so mwabudu wonderful. Mungu asema Yesu uko Mungu wangu. We love you, God. Nakupenda sana. When they say, now we need to support the work of God, Sasa tunataka they support. open their eyes. Wanafungula macho and they yao. start, you go and support. They put themselves candle. Their pocket is not repented. Pocket yako haiko nalomba msamaha. When it's about to pay the debt, they say, they are stealing us. Sana wanataka ni kulipa tithe wanasema wiko napiga pesa. The tithe is written in the Bible. Tithe inaandikiwa mu Bible. It's the word of God. Ni neno ya Mungu. And the work of the tithe is to support servant of God. Servant of God, they eat the tithe. Na kazi ya ile tithe ni ya watumishi wa Mungu wanakula The kile offering tithe. you give here is for the work of God. Ile offering yenu napanaka ni The tithe can support orphans, can support people, widows, can support men of God, can support many things in church. sadaka itaweza saidia kitu mingi, kusaidia watoto wa yatima. It's not pastors who created that. Haiko tu watumishi ndio wali. It's the word of God. Ni neno ya It's Mungu. written here. Iliandikiwa Mungu. The Bible says, Biblia inasema bring in the house of God nyumba ya Mungu. your tithe so that the house of God may not miss anything. Ulete tithe mnyumba kwa juu nyumba ya Mungu sikose kitu. Am I talking to someone? If the house of God is Kama missing nyumba ya things, Mungu mnakosa kitu, it's because us we don't want to pay tithe. kwa juu sisi hatupendi pana moja ya kumi. We forgot what God did for us. Tunahesabu kenye Mungu alitufanyizia. You was living, I don't know, in Rwanda, in Burundi, in Congo. You was nothing. Ulikuwa ishi Kongo, Rwanda, Burundi, ulikuwa hauna Remember the way he was kitu. dressing up. Unakumbuka kisuka Ivana. You was praying when you get Thompson. You say, oh God, thank you. Ulikuwa unashuka Today I'm kati gonna na eat. Yesu asante. You was sleeping without to know tomorrow am I going to eat Ulikuwa or not? kalala wautoka kama kesho utakula. But God tried just to lift you up. Mungu alipima tu kupeleka hivi. And then you say, oh God, pardon. Unasema Yesu nihurumie. Let me show you. Acha nikuoneshe kitu. The person who is not paying a tithe or respecting that Mwenyewe iko nalipa moja ya kumi, is like Joanna. iko saa Joana. You gave him a nice soup, candy. Unampatia bongo, A father is the one who bought it for him, for her. babake ndio alimuuzia. And then when you gave it to him, Na sasa mpatia, he said, Joanna, give me some. nasema Joana nipatie kidogo. And I said, Atasema and tomorrow, na he kesho will come again and ask, oh, Father, I need another candy. atasema kuna papa mimi hapa kinenge. When the father bought a candy for her Sasa babake and alimwambia asked her, na kamlomba, he will refuse to give. alikataa kupatia babake. Those are people who are ignoring the things of God. Bali ndio watu wenyewe hawapatie maneno ya Mungu na maana. They love God, Wanapenda Mungu, but not in total. miapana sana mtoto. They love God, Wanapenda Mungu, just half part.
kumuda kidogo. But when you are moving with God Kama unatembea na and you want to be a true worshiper, unapenda kuwa mwabudu wa all belong to you. kila kitu ni kiako. All your total Kila toto yako must be for God. inapaswa kuwa ya Mungu. Whatever things you possess Kila kitu kiuko nacho must be for God, inapaswa kuwa ya to Mungu. honor God and God only. Na Mungu yeye peke. Never dress up to show up to people. Usivale kwa kuoneshe watu. People are living in competition. You are waiting just to party. Hey, are we going to have a party this Saturday? Watu wanavala tu cha competition kwa chuka sasa kutakuwa party. Because I have new things, but my sikizani. Watu wanasema mimi nishapata vitu ya mpya sana kwa vitu Na fetu na mpya. maushati. Ile fetu atashangaa. Am I talking to you? And you come and dress up, you will come the last person entering, moving between people. Why? You want to show up. A worshiper does not show up. He just glorifies God. And he says, what I have, it's for me to honor God. When I dress up, it's for me to honor God. Am I talking to someone? So never be complex. Be yourself and worship God with whatever things belong to you. Make sure you are telling your children you have to love God. Make sure when your children are still young like Jonathan there, keep telling Jonathan every morning you have to pay your tithe. You have to respect God. Keep telling him. He will grow up with that mind. Am I talking to someone? And he will keep practicing the same things. When people of Israel they were moving out of Egypt, the Lord told them, Moses, these laws I'm giving to you, you will teach it to your children of the children of your children. That's the powerful heritage you need to left for your children. Not money, not houses, not cars, because they can lose all those things. But the laws of God, it's written in their hearts. The power of evil will never take it away. What are you preparing for your descendants? You say, let me work hard to make sure I make a lot of money. I save a lot of money. Let me tell you, all the money you are saving is not yours. Because you can die anytime. And as we shall remain, we shall eat your money seriously. Without worry about how you have been standing for many hours waiting for those money to enter. We shall eat it seriously and finish it even in one day. The money you are eating today, that is yours. But the one you are saving is not yours. It's other people. You don't know even them. Some of you say, my daughter, let me save some money for my daughter. You say your daughter will eat that money. But the second step of story which you don't know, when you will leave that money to your daughter, a con man will come to her. He will seek for her. He will try to love her and grab all those money. You will go with the idea, oh my daughter, I left you very well, you will eat my money. And then there is a man in the corner saying, hallelujah, die. Oh my God, work hard, continue to work. Thank you for the job you are doing because I'm going to travailler that money. I'm not discouraging you to save. Save, it's good. But know that whatever you are saving is not yours. That's why you have to worship God with whatever things belongs to you. Don't wait for people to push you to do something. But do it to please God. And when you do it to please God, the Lord will bless you. You see this basket here? We consecrate it just for orphanage.
Ile tuliombea pia njoo watoto wa yatima. Keep supporting them. Uendelee na Buy them some food. kuwauzia chakula Now, kidogo. to support them well, Kuwasupport sasa you ngapi? need to ask yourself a question. Unapaswa kujiuliza swali. If it was me Kama ingekuwa mimi in the place of those kids, kupleza wale watoto because you did nothing to be here, au kufanya kitu kwa you chukua did hapa nothing to have that life you have. au kufanya kitu kwa chukua ile maisha yako And remember, nayo. those kids, they are also innocent. Na kumbuka wale watoto They didn't ask their father to come in the world, hawakulomba wazazi wao wakimu dunia but they are the result of divorce, and then something happened to them. na kitu kilitokea na kwa kitu ambacho So when you want to support them, put yourself in their shoe. unapaswa jitia ku place yao. Say, if I was those kids, Nasema ningekuwa wale watoto and people they refuse to support me, na watu wanakataa kunisaidia, how could I feel? ningesikia Am I talking to someone? Amen. When you are serving God, So natumikia Mungu, make sure God is writing your name in the book of remembrance. unapaswa jikaza Mungu aandike jina lako mu kitabu cha ukumbusho. Because one day Wajua siku moja He will remember your children. atakumbuka watoto yako. He say, oh my God, Atasema Mungu, Mama Louise was so nice. huyu mwanaume alikuwa kama Look at what he mzuri did to sana. me. Una alinifanyia Now she's no longer. haiko tena. But this daughter of her, Leo mtoto yake I'm going to support her. tamsaidia. She will live a better life because you did something good. Ule mtoto wako ataishi maisha mzuri kwa sababu ulifanya kitu cha That's why maana. when you are living, Kama sasa unaishi, make sure daily you are doing action to worship God. unapaswa shikaza kila siku kufanya kitu cha kumwabudu. Make sure you are supporting the work of God. Unapaswa shikaza ufanye kitu kile Make sure you are supporting widows and orphans. Make sure support wa yatima na Make sure wajane. you are supporting people who need. Unapaswa shikaza au support wale watu kuna And lazima God will kitu. remember you. Na Mungu And atakukumbuka. that will be true worship. Na ile itakuwa mwabudu wa kweli. To worship God is not a word, Kumwabudu Mungu haiko tu maneno, it's an action. ni action. To love God is not a word, Kupenda Mungu haiko tu it's maneno, an action. ni action. Don't tell us I love God, Usiseme mimi napenda but Mungu. show us the action. Na utuoneshe kama unapenda Mungu. You love God. Tunapenda The Mungu. action talks more. Action than word. inaongea sana kushinda maneno. Faith is not a Imani word. haiko Faith neno. is an action. Imani ni action. That's why when we are living, Ndio maana we tunaishi, need to please God tunapaswa kumfurahisha with Mungu whatever things we are na doing. kila kitu kile nafanya. And make sure we live for others. Tunapaswa shikaza uishi jua wengine Am I talking to you? Amen. And it will be a blessing to us. na kukuwa baraka jua wengine. Most of us here in our houses, we have a lot of clothes which we don't even wear. It. Kuko watu hapa wa mingi mko na manguo yenye mbalake tena But there are some mapateo. people back in the country, they want those clothes to dress up and then they can please God. Praise God. Kuko wengine kuvutia nyuma ku Afrika kwenye watu kuna lazima ile manguo wajua wamshukuru Mungu. Remember them. Wakumbuke. Don't live by yourself. Usiishi tu njoo yako. Don't be selfish. Usikuwe mtu wa kuima wengine. Am I talking to someone? Amen. God doesn't want the selfish people. Mungu apendaki watu wa You kujipenda just sana. think about you. Everything is about you. Everything is about you. You are the center of everything. Uko tu pale kwa kila kitu cha kuwepe. And God has nothing. Na Mungu ana kitu. When you plan about yourself, you So plan na about plan your ni family, kwa- but no one plans about God. Hakuna mambo na plan njoo ya Mungu. When you are serving God, don't wait for us to push you to do something for God. No. So unatumikia Mungu situchunge shiku kukupush kwa juu tumikie Mungu. There is two kind of blessing. You know, when we tell you to do something for God, Kuko baraka mbili, kuko baraka ile kama sisi tunakutuma, God will bless you, of course. Mungu atakubariki. But when you do it by your own, Kama unafanya yako ya kutoka God will moyo bless yako, you more. Mungu atakubariki kushinda. Because no one pushed you to do Wajua that. hakuna mwana kutuma And ufanye you say, vile. no, I'm going to do this for Ndio God. ulisema acha nafanya hivi njoo. I'm going to touch the heart of God. Ndakuza roho ya Mungu. Those are the things we need to keep doing, Ile ni vitu tunapashwa weka kufanya. so that our name may be written in the book of remembrance. Kwa juu jina letu liandikiwe mu kitabu cha ukumbusho. Live with your family. Uende na jamaa yako. Move with your family. Utembee na jamaa yako. Move with your things to Utembee na vitu yako the honor of God. kumshukuru Mungu na And make sure
sure whatever things you are doing is to worship God. Na kila kitu uko nafanya unapaswa make sure ke iko afurahisha roho ya Mungu. Don't live a competition life. Usiishi maisha ya competition. Don't show up to people. Usijioneshe kwa watu. Life is not a competition. Maisha iko competition. Life is about God. Maisha ni about Mungu. Because after this life, Kwa hiyo hapo maisha there is another life, uko ingine which maisha. we call eternal life. Yenye iko maisha ya So you milele. have to keep asking yourself question, where am I going to spend my eternal life? Unapaswa kujiuliza swali, nitaenda ishi maisha ya milele wapi? If you want to live it with God, Kama unapenda kuishi na Mungu, then do right things. unapaswa kufanya vitu mzuri. And I love that one. The Bible says, at the end, those people that will live with God, Biblia inasema na kumwisho wale watu wataishi na Mungu they will have the crown. watakuwa na makuhani. And it will be different crown. Nitakuwa makuhani ya iko different. Some they will have the small crown Wengine watakuwa na makuhani kidogo because their action was not enough. kwa chuma tendo yao ilikuwa ya kutosha. And some they will have a big crown. Na wengine watakuwa na makuhani ya When they are mbele. moving, we say, oh, this Sasa one, natembea nasema they did the work of hao God. watu walifanya kazi ya Mungu. So if you want to be honored, Kama unapenda upate heshima, serve God with your time. utumikie Mungu na muda yako. Squeeze time for God. Upate muda wako kwa I know Mungu. here in the United States we are busy, Mimi najua kama hapa Amerika tuko but try to squeeze time for God. try kushikaza na muda As we squeeze time for our jobs, Sasa kisi tuko natarisha muda njoo we can also kazi. make it for God. Tutaweza ifanya tena njoo ya Mungu. We went to Boston. Tulienda Boston, We see a church, they pray every day. tuliona kanisa wanaomba kila siku. Every day. Tuliona kanisa wanaomba kila siku. And people are coming every day. Na watu wanakia kanisani kila siku. Every day they pray. After job, people they just leave job, they go straight away to the church. Watu They wanaacha worship kanisa, wanaacha kazi wanakuja direct to until church. 11 p.m. They go back home. Mpaka 11 wanauzia So it nyumbani. becomes their life. Ile imeshakuwa maisha yao. That is worshiping God. Ile ni kumwabudu Mungu. They have shown to everyone. We know we are busy here, but God is the one who is doing great things in our life. We need to give God time. Wanaonyesha kila mtu tunajua kama tuko busy hapa, tunapaswa kupatia Mungu na muda wetu But look yote. at us. Today we just pray. We meet here usually on Sunday only. Tunakutanaka tu Sundays. But you will see on other Sunday you are looking in some reason so that you may avoid to come and church. Na kuko ile ma Sundays unataka ma reasons tu kwa juu bana kusikia kanisa. And you have fake reason. Na tunakuwa na ma reasons ya bongo. Oh, I wanted to come. Oh, those visitors they came. Oh, nilitaka kuya na wa visitors When I was just to get out and prepare myself, someone called me. They said there is something here. Sasa nataka tujitayarisha kwa mtu anipigia simu akasema kuko kitu. Let us honor God and consider God. Tunapaswa kupatia Mungu na heshima. And tell God I can't miss that day because I have to be in your presence. Na kusema siwezi miss kanisa kwa sababu napaswa kuwa If you will presence be yako. busy all the day, good. Kama utakuwa busy masiku But at least tell God, in these 2 hours I will spend in your presence, I will be there. unapaswa ambia mtu Mungu hii saa mbili nabakia napaswa kuwa ku presence yako. Because I know whatever I have, it's because of you. Kwa juu mimi najua kila kitu kiniko nacho kinatoka kwako. Whatever belongs to me, you are the one who has given to me. Kila kitu kiko kyangu wewe ndio ulinipatia hiyo. That's why I will worship you. Ndio maana I will nitakuabudu. squeeze time to honor you. Tafuta na muda I will kwa squeeze time to appreciate what you are doing. Tatengeneza na muda kwa juu ni appreciate yenyewe kwa A nifanyie. true worshippers Mwabudu wa kweli must move with God anapaswa kutembea na Mungu with all the things belongs to Him. na kila kitu kinyewe kiko kyake. Never left any things behind. Usiachane kitu moja nyuma yako. Never left your children behind you. Usiachane watoto yako nyuma. Make sure Unapaswa you afanye are yako moving with your yote. children. Kutembea na You watoto are yako, moving with your houses. Kutembea na You nyumba are yako. moving with your money. kutembea na pesa In the zako, honor of God. kumheshimisha Mungu, Worship God. kumwabudu And Mungu. God Na Mungu will consider you and atakukonsida bless you more. na atakubless Why? wewe. Because you keep honoring Kwa God. juu wewe unaendelesha na kumwabudu. So I declare and I declare Mina deklare every Pharaoh kila farao who doesn't want you to move with your children, wetu utembee na watoto may yako. the power of God bind them in the mighty name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Every power of darkness Kuota shetani which doesn't want you to be His, haipendi wewe uachiliwe. I cancel it in the mighty name of Naikuta Jesus. kwa jina la Yesu. He wants you to worship God Unapenda kuabudu
your head free to worship God. Inapenda kuabudu Mungu umeyapana wewe akili yako ya kuabudu Mungu. Afya yako. Afya yako. I declare your head free will adore God. Mina declare que afya yako tamwabudu. Your body will adore God. Afya yako tamwabudu Mungu. Whatever belongs to you will worship God. Your house will worship God. Your TV will worship God. Your phone will worship God. Your clothes will worship God. Because all belong to you must praise God. That is the life of a true worship. We don't worship God in half parts. But we offer, we love God in total. A worship must be total. Worship kumwabudu napasha kuwa mtotali. Whatever belongs to me Kila kitu kikiako must honor God. kinapasha kumwabudu Mungu. Whatever belongs to me Kila kitu kiko kiangu must glorify the name of God. kinapasha kumwabudu Mungu. That is the only way we can praise God and worship. Ile ndio njia moja tunapasha kufanya kwa ajili kumwabudu The Mungu. way we respect the rules in our work. Kisi tuna respect ma rules mkazi He zetu. told you when you are at work, don't touch the phone. Wanakuambia kama uko kazi usiguse phone You yako. respect it, you say I will not touch. Ndio heshima na If you hear the message, ting, 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 hakuna ting. kuja phone na pia utagusa. But look at you when you are at the church. They are preaching, you are just scrolling the pictures of people. What are you getting there? Uko tunaangalia ma pictures ya watu, uko natafuta nini? Checking fake messages. Uko angalia ma messages ya fake. May God help us. We need to give God the first position. Tunapaswa kupatia Mungu nafasi ya kwanza. When we are coming in the presence of God, we need to approach God with fear. Sasa tunakia mu presence ya Mungu tunapaswa kuwa na uoga. We are not coming here to joke. Hatukia hapa njoo kucheza. We are not coming here to play. Hatukia hapa njoo kufurahi. But we are coming here to honor God. Metulikia njoo kumwabudu Mungu. What we are doing is preparing our life, preparing our descendants to a better future tomorrow. Kile tuko nafanya kwa tayarisha watu watakia nyuma yetu wapate future ya mzuri. That's why tell your children about God. Ndio maana napaswa ambia watoto yako about Mungu. Impose them. Na ubakazi. Am I talking to someone? Amen. Don't do it here in America. Kashia kuko Mungu. Usukume batoto juu hapa in America. Kato when she comes here, she bring all his children. You, hey, come, we go. Am I talking to someone? So no one will say, no, me I don't. Hey, you will go. Hakuna matasema mama kaka kutaki wote. Hakuna matasema mimi nitabakia mbona Some of our children, they can hurt her, but what she's doing, it's helping them. Sema kwa watoto ni wataza mchukia bei yako nafanya watoto yake ni ya kuwasaidia. Mama, they don't want to. Sometimes you tell Mama, today no. I say, you shall go. Nasema utaenda. Powerful. Nguvu sana. I've seen Pacific coming with his family. Nona kama papa Pacific anajenga chama yake yote. Even Joanna, he knows already. Every Sunday we have to go. Such a blessing family. And then you will see those children when they will grow up. They will have the feelings of church. But when you just keep taking your children, hey, beach, hey, restaurant, you will see your kids, they will grow up and then they will not have a feeling of church. They have to go in beach and then they expose themselves there. Am I talking to someone? Amen. So teach your children the things of God when they're still young. I'm always happy when I hear Joanna every Sunday in the morning he used to tell his parents, hey, today is Sunday, we have to go. Even if it's not a time of church, he said today is a church. That's powerful. She became an evangelist at her home. The Spirit of God has already penetrated her. So she loved the church. Don't have the kid who loves only beach, TV, series. Am I talking to someone? Amen. God must be number one. Tell Tell your children, you are free, you can do whatever things you need, but God is number one. Yes, we shall go to beach, but let us start with God.
Kwa hiyo tutaenda ku beach tuanze kwanza na We shall go to restaurant, but let's start with God. Tutaenda ku restaurant tuanze kwanza na Mungu. That's a powerful richness you are leaving to your children. Ile ni kitu kia nguvu sana kunafundisha watoto yako. Don't live for them money. Usiwachie Because you pesa. are not sure if they are the one who will eat that money. Wacha uko sure kama watu watakula pele pesa. Don't joke, we have people here, Tuko na watu hapa. the serious people here. Watu yuko serious. They pretend to be serious, but when they get you, they hit you. Sana wanakubana wanakukula. Am I telling you someone? We have those people here, very serious, they don't joke. Tuko wale watu yuko serious wachezaji. You are working really hard, you say, oh, I'm going to save for my daughter Nasema Joanna. taseke watoto. Oh, yes. But you don't know, the Black America is there waiting for her. You say, I'm going to try. He will scam with English, you don't know what he's saying. You say, Am I telling you someone? May God save your daughter to the fake men in the mighty name of Jesus. Amen. May God save your family with respect people in the mighty name of Jesus. May God protect your family and your children, the children of your children, in the mighty name of Jesus. May God cover them and protect them. Mungu afunike na walinde. Live Uende with whatever belongs to you. uende na kila kitu kiko kyako. That's the title of our message. Ile ndio title ya message yetu. Am I talking to you? Amen. Am I talking to you? Amen. So move with whatever belongs to you. Uende na kila kitu kiko kyako. Move Uende with whatever belongs to you. kila kitu kiko kyako. Your children will worship God. Watoto wako Your waabudu house will Mungu. worship God. Mbako waabudu Mungu. Your family will worship God. Phone yako waabudu Everything you Mungu. have will worship God. Kila kitu uko nacho And that waabudu will be for Mungu. the glory of Na ile God. itakuwa cha glory ya Mungu. When you are driving your car, worship God. Put nice music there. Tia nyimbo ya mzuri. Don't drive your car and you put a music. Funika mali pute. Day and night you are just enjoying it that one. And then rising up your hands. Oh my God. Show your children the things which will honor God. Let your car worship God. And show Joanna singing here, he left up his hand. With feeling, with tenderness. I say, oh my God, that's so nice. But which dance your children are dancing there? Which music are you putting for them in TV? Music gani kwa watilia And you call them, hey, come and dance. Come and dance. May God help us. We need to worship God and teach our family how God is important. Tunapaswa kufundisha jamii gisi Mungu kwa lazima sana. Boast your children. Na ukaze watoto yako. Some of your children, you have to bring them in the things of God by force. Wewe watoto wako sio walete mpito ya Mungu by force. You said you will come by force. If I'm your mom, if I'm your father, you will come. Because I'm the one who carry you, you will come and follow. Wajua yeye alikuweka mtumbu na pasha kumfuata. Am I talking to you? Amen. Because they say, parents, you need to guide your kids in the ways of God. Wanasema bazazi mfundishe watoto wenu njia ya Mungu. Let all your family grow with the things of God. Acha jamaa wote kumali mvitu ya Mungu. And move with God. Na kutembea na The Mungu. blessing of God will be yours. Na baraka Mungu itakuwa yeye. Rise up on your feet. Simame kwa jina la We are going to pray and ask God help us. We need to move with you. Tutaomba tunasema Mungu tusaidie kutembea na We need to move with our children. tunapaswa kutembea watoto wetu. We need to move with our family. Lazima tutembee na jamaa. We need to move with whatever belongs to us. We need to testify you, Lord. Because you are our strength. You are our power. You are all we need. Let's sing. I surrender all